Tunalo jina la Yesu linaweza mambo yote. Piga tu makofi yetu kwa Bwana. Kuna jina liweza, laweza. Yesu jina liweza, laweza. Kuna jina liweza, laweza. Yesu jina liweza, laweza. Kuna jina Yesu jina liweza, laweza. Kuna jina liweza, laweza. Yesu jina liweza.
zimeanguka, Bwana ametutetea. Ngome zimeanguka, Bwana ametutetea. Ngome zimeanguka, Bwana ametutetea. Yesu makofi, haleluya. Haleluya. Bwana Yesu sifiwe. Haleluya. Unaonaje ukaongeza hayo makofi kwa ajili ya Yesu? Piga hayo makofi tena kwa ajili ya Yesu. Ongeza tena, ongeza tena, ongeza tena. Kuna watu wamefunga mikono badala ya kumpigia Yesu makofi. Piga makofi kwa ajili ya Yesu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, makofi tena kwa Yesu. Wapi vigelegele ya kina mama? Kama mmekutanavyo mnaweza mkampigia Yesu kwa vigelegele. Haleluya, haleluya, haleluya. Inua mikono yako miwili juu tunapokwenda kumwabudu Mungu. Maanisha ibada yako kabisa. Maneno yako yaelekeze kwa Yesu. Usiimbe tu wimbo wa kuabudu. Hakikisha unamwabudu Mungu. Haleluya. Ukiweza funika macho yako ili usimtazame mtu. Umuone Yesu peke yake. Akisoma moyo wako aone kwamba hayo maneno ni ya kwake. Sio tu unaimba, ila unampa ibada. Haleluya Bwana. Tunakuabudu Bwana. Tunakuadhimisha Yesu. Achilia moyo wako kabisa kwa huyu Yesu.
uzuri wako, Bwana kwa uzuri wako, Bwana wangu heri, heri ni kuabudu Bwana kwa uzuri wako. Sasa Bwana Yesu heri, heri Bwana wangu, wewe ni mzuri Yesu wangu, wewe ni mzuri Bwana wangu, Bwana wangu heri ni kuabudu, acha ni kuabudu kwa uzuri wako Yesu, Bwana wangu sasa na milele. Oh Bwana Yesu heri, nimeona uzuri wako kwenye maisha yangu na kujua wewe ni mzuri Yesu wangu, nimeona matendo yako kwangu Bwana wangu Yesu heri, heri ni kuabudu rapakanda ramandorobo bakakanda nimandara pakanda ramandora. Oh Bwana Yesu heri ni kuabudu kwa uzuri wako Bwana wangu, kwa uzuri wako Yesu wangu, Bwana heri ni kuabudu, heri ni kuabudu ramandorobo nipanda ramandamandara. Unaweza kumwadhimisha kwa maneno yako mwenyewe. Rapapanda rabakotoraba. Ukikosa maneno mwambie tu Yesu wewe ni mzuri, wewe ni mzuri Yesu, unayejishughulisha na mambo yetu, unayetupa uhai, unayetupa uzima, wewe ni mzuri Yesu. Ramanda papata rabakotorobo. Pokea sifa za moyo wangu Bwana wangu. Wadhimisha Yesu, ripanda ramanda, wewe ni mzuri sana Yesu, nimeona neema yako, nimeona matendo yako kwa ramanda ramanda raka, wai nilio nao ni wewe ramando banda rababa kokoraba kataraba kotorabaka kenderi mando bakataraba kotorie mama. Mwadhimisha Yesu, mwadhimisha huyu Yesu, anastahili sifa za mioyo yetu, anastahili ibada za mioyo yetu. Ramamanda riamando kokatarababa kokorobo baba. Oh, Ramanda Ramando Riva Kokoraba Babako Repakanda Raba Kataraba. Tumwambie tena, oh Bwana Yesu heri, heri nikuabudu uzuri wako, nikuabudu kwa uzuri wako, Bwana wangu heri, ramanda kataraba kataraba kuturaba ikeramando kataraba ikeleraba kataraba. Oh Bwana Yesu sasa Yesu ni kuabudu sasa niseme matendo yako sasa oh
yako Bwana, utukufu na heshima, vyote ni vyako Bwana, uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Bwana wastahili, Yesu wastahili peke yako. Bwana wastahili peke yako. Yesu wastahili peke yako. Wastahili, oh Yesu wastahili peke yako. Wastahili peke yako. Hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine zaidi ya Bwana. Wastahili peke yako. Ramanda mazuraba, Yesu wastahili, wastahili. Rama ninakiri, wastahili peke yako. Heshima, utukufu, Bwana wastahili wewe. Ramanda raba, Yesu wastahili, wastahili, wastahili. Rima, hallelujah. Hallelujah kwako Yesu. Hallelujah kwako unayestahili. Ramando kopala yana raba. Hallelujah kwako Yesu. Tunaungana na maserafi na makerubi. Hallelujah. Rema mama mama mama. Kubali ibada hiyo. Rema mama mama mama. Hallelujah, hili yako Bwana wangu. Rema mama mama mama. Oh, hallelujah kwako Yesu. Rema mama mama. Oh, hallelujah. Rema mama mama.
Neno la Mungu Marko sura ile ya 4. Marko mtakatifu sura ile ya 4. Kama unasikia kuomba usiache kuomba, endelea kuomba. Kama unasikia bubujiko endelea kubujika mbele za Mungu. Usifanye ibada kwa mazoea au kwa sheria. Marko 4 35 mpaka 40. Siku ile kulipokuwa jioni akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wale ino langpe kutaiba nejoke nina nite amara langa wale doke kun. Wakawacha mkutano wakamchukua vile alivyo katika chombo. Lewa olole neri ninche ninye edio anado ake tena peut.
wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Etiu anado ake tena peutu. Wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Etiu anado ake tena peutu. Na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Nedi kulie peuti inetene boninye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Nado mwenye alkorarikiro nadam ilobirlankare ina peutu ometa keiborenkare. Naye mwenyewe alikuwa hapo katika shetri amelala juu ya mto. Kage eti ninye sidai empeutu irora. Wakamwamsha wakamwambia, mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Eberera erishare lokonya ninye yeniche ninye nejoki oloitengenani aeme togire nekindaya teye. Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza utulie. Ninyo toro negwake osiwo nejoki anaibasha nderengayo. Mstari wa 40, upepo ukakoma kukawa shwari. Mstari wa 40, akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Niterengayo ne isho siwo negira enkare oleng. Nejoki ninche kanyobe idurishote. Hallelujah. 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 Jina la Bwana litukuzwe. Yesu Yesu. Tupungiane mkono pale ulipo. Unaweza ukaketi kwa furaha kwa amani ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Hallelujah watu wote. Yesu Yesu ngana poke. Ujumbe ulio hapa, wole ulikiligwa hiyo tene. Tuangalie kitu kinachoitwa Ukristo wa mazoea. Na emangorai endo na eroi Christianishu. Tujifunze kwa habari ya Ukristo wa mazoea. Emaitengenoto tiaru wa Christianishu. Lengo ni kukimbia Ukristo wa mazoea. Wole ndela rape ikwaro aingwa Christianishu neramo. Na kupokea Ukristo wa Kristo Yesu. Nengamo Christianishu Kristo Yesu. Na kupokea Ukristo wa Kristo Yesu. Nengamo Christianishu Kristo Yesu. Na kupokea Ukristo wa Kristo Yesu. Nengamo Christianishu Kristo Yesu. Kuacha Ukristo wa mazoea. Ningwa Christianishu netamo. Yesu alikuwa na wanafunzi wake. Era Yesu loirenganile nyana. Na hapa wanavuka. Wole denena kalangera. Wako kwenye chombo cha kuvuka kwenye maji. Eti arwembe urna lanyankare. Wanakwenda ngambo ya pili. Ebweiro lekage kunu. Wanavuka kwenda ngambo nyingine. Elangera wedege kule kai. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Yesu. Na Biblia inasema, Nedo Biblia wakakutana na mawimbi. Nene punore osiwo na chombo kikataka kuzama. Neyiwangare ne mistiaro lobelanga. Biblia inasema, Nedo Biblia walimchukua Yesu vile vile alivyo. Erudumurwa aya Yesu ananatiwake. Walimchukua Yesu vile vile alivyo. Nedo Biblia nadumwa aya Yesu ananatiwake. Yani unaweza manake walichukulia kawaida. Agerudumurwa aya gerormo. Walichukulia kawaida kwa sababu walikuwa wamemzoea. Waida gerormo mwide bata mo. Walikuwa wanatembea naye. Egerelia Mariyoshi. Walikuwa wanakaa naye usiku na mchana. Egera aroni dene bani nyangaliana. Walikuwa wanamuona tu kawaida. Egera dolera gedoro mo. Walichukulia kawaida. Egera kaya na hage na gerormo. Chombo kilitaka kuzama. Neyiwangare ne miss yuwembe ni miss yarwangare. Baada ya mawimbi kutokea. Edepa ilobelangare atubugu. Lakini maandiko yamesema walimchukua vile vile alivyokuwa. Eredero sera erudumurwaga na ba Yesu aneno shikarakera. Wakasafiri pamoja na. Panga bote ne boninje. Na hatari kubwa ikatokea. Nepugu namba ya sabona leng doro. Ambayo ilikuwa ni ya kufa hii. Wale na nane kaya nyakagera. Na wakamlilia Yesu. Nero ya ishiragi Yesu nje. Wanamuita Yesu. Iporiro Yesu. Biblia inasema Yesu alikuwa mlemle. Nedo Biblia eri Yesu la aruna peutu. Amelala. Egerera. Na inaonekana kwamba pengine alikuwa tu anawachunguza. Nage egerera dalua ajo idema ya. Inawezekana alikuwa anachunguza watafanya nini. Ajo egerera ngwa ajo kanyosa na idema. Na Yesu alijua kwamba hawa wamenichukulia kawaida. Na idema Yesu ara yelare dole kulo na idema ara mogara. Wananiona kawaida. Alaga dolana no hikarage kawaida grass. Naye akaenda nao kaanza kawaida. Nelo gesininya na kawaida. Unaweza ukaelewa unapomalizia. Endem to arumusu nimbong
anapowakemea kwamba mbona hamna imani, imani yenu iko wapi, imani yenu iko wapi, mbona mmekuwa na imani haba, mbona mmekuwa na imani dhaifu, hamuamini bado, hamkuona miujiza mikubwa niliyotenda, hamkuona mambo makubwa niliyotenda. Ni kwa sababu, hebu sema ni kwa sababu, hebu sema ni kwa sababu walimchukulia vile vile alivyo, walimuona kama binadamu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Hawakujua kama wako na Mungu, waliona kama wako na mwenzao, waliona kama wanatembea na binadamu mwenzao, wao wakachukulia kawaida kabisa. Na dhoruba ikatokea, mawimbi yakatokea, shida ikatokea. Ndipo hapo sasa walipojua ya kwamba hawakuwa na mtu wa kawaida, walikuwa watembei na mtu wa kawaida. Lakini tangu hapo walichukulia kawaida tu, waliona wako na mtu kawaida. Kama mimi nilivyo na huyu ndugu, huyu amezaliwa na mwanamke, na mimi nimezaliwa na mwanamke. Pamoja na hayo, sitaki kumchukulia huyu kawaida kawaida. Na huyu mwinjilisti hataki kunichukulia mimi kawaida kawaida, kwa sababu kiwango cha Yesu ndani yangu, kiwango cha Yesu ndani yake, lazima kuna tofauti. Tusimchukulie Yesu kawaida kawaida. Ujumbe ulioko hapa ni kukataa Ukristo wa kawaida kawaida, Ukristo wa mazoea, Ukristo wa mazoea. Tukimbie Ukristo wa mazoea, Ukristo wa mazoea. Tusizoe Yesu, tusizoe madhabahu, tusizoe madhabahu. Tuko darasani, tunajifunza. Tumeketi kama vile Yesu alivyoketi na wanafunzi wake katika mlima. Uko hapa unafanya ibada. Tunapoanza ibada, tunasema karibuni tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kila siku tunasema hivyo. Hapo umeabudu katika roho na kweli. Sema piga makofi upigi. Sema imba kwa kucheza uchezi. Tukisema sikiliza wakati mwingine usikilizi. Mwisho umefika. Wako na ibada za mazoea. Mwisho umefika. Wako na Ukristo wa kawaida kawaida, Ukristo wa mazoea. Yesu hautaki, Yesu hautaki. Anataka Ukristo wa sasa. Wokovu ni sasa, wokovu ni sasa, saa ya kuokoka ni sasa, saa ya mabadiliko ni sasa, wakati uliokubalika ni sasa. Yesu amekuja ili tubadilishwe, tutoke ulimwengu mwingine tuingie ulimwengu mwingine. Wakamchukua Yesu vile vile alivyo, tunachukulia Ukristo vile vile ulivyo. Ukristo wa kawaida kawaida, tunaabudu kawaida kawaida, tunaomba kawaida kawaida, hakuna mabadiliko. Kila siku ni yale yale, lazima mabadiliko yache, na mabadiliko yanakuwa ni ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kusema amen inakuwa shida, kwa sababu tumekuwa na Ukristo wa mazoea, Ukristo wa kawaida kawaida. Amani iwe kwako. Haleluya, haleluya. Mawimbi yalitokea, dhoruba ilitokea.
wakaingia kwenye hofu, mashaka kubwa, lakini wako na Yesu. Tena wanamuona kwa macho. Sisi leo tunamwamini Yesu, ambaye hatumuoni kwa macho, ila tunamuona rohoni. Tunamuona kwa imani. Imani ni kuwa na uhakika kwa mambo yatarajiwayo, yana mambo yasionekana. Wao walikuwa na Yesu lakini wakaingia kwenye shida. Wakaanza kupiga mayowe. Shida ni nini? Mazoea. Mazoea. Tupinge na kukataa Kristo wa kawaida. Pinga na kukataa Kristo wa kawaida. Tusimchukulie Yesu vile vile alivyo. Usitake ibada kila siku iwe kama unavyotaka. Ibada sio ya askofu, ibada sio ya mchungaji, ibada sio ya mwinjilisti, ibada sio ya mwanadamu. Ibada ni ya Roho Mtakatifu. Ibada ni ya Roho Mtakatifu. Kwa sababu madhabahuni watumishi wanasema tumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hatusemi tumwabudu Mungu katika mwili au tumwabudu kwa kumfuata mchungaji au mwinjilisti, ila kwa kumfuata Roho Mtakatifu. Kwa sababu ibada ni ya Roho Mtakatifu. Ibada ni ya Roho Mtakatifu. Sasa hivi Roho Mtakatifu akisema hapa ubiri masaa mawili, kuna watu wataondoka hapa wamekasirika. Watasema hajui kama tuna mkutano baadaye. Hajui kama tunataka kula chakula. Umekula chakula mara ngapi? Umekula viroba vingapi vya mchele? Umekula viroba vingapi vya unga? Umeshiba na bado unataka kula. Kila siku tunataka kula, lakini tunashindwa kumtii Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia kupata. Badilika. Badilika. Mwambie jirani yako badilika. Mwambie badilika. Inyonge namna hiyo. Mwambie badilika. Haleluya. Mawimbi yakatokea. Tunaingia kwenye matatizo mengi saa nyingine, kwa sababu tunaenda kikawaida kawaida. Nimepata moja nikueleze mfano ambao uko hai kabisa. Wakati tunaandaa safari ya kuja huku, kuja kwa safari moja tu, tunatakiwa tuwe na 5,500,000 na 500,000. 5,500,000 na 500,000. Wengine hawa ni washuhuda, kamati ya uinjilisti, kamati ya maombi kule wanajua. Hatukuwa na hiyo pesa. Unajua ukienda kwa mazoea utashinda hata kuhubiri injili. Kwaya mtashinda kusafiri kwa sababu ya mazoea. Mtashinda kufanya mambo makubwa ukienda kimazoea. Kwa hiyo tulijikuta tunasafiri, na mimi sikuambia wenzangu kwamba pesa tulionayo ni kiasi gani. Inawezekana wengine wangevunjika moyo, kwa sababu unazoea mpaka bajeti ikamilike, alafu ndo tusafiri. Tulikuwa na hela kidogo sana, ilikuwa hata haijafikia nusu, lakini tulisafiri. Leo ni wiki ya 3. Leo ni wiki ya 3. Karibu ya 4 inaenda. Tumeendelea kufanya hii kazi. Hiyo inatufundisha kwamba tukipata
tukipanga safari, tukimtumikia Bwana Yesu, tusiwe na mazoea, tusiende kawaida. Nafikiria safari iliyopita ilikuwa hivi na itakuwa hivi. Tusiende kawaida. Tusiende na kwa mazoea. Mungu si wa mazoea. Yesu hataki tuwe na mazoea. Tubadilike. Haleluya. Si kama umenielewa kwenye mfano leo toa. Maana yake si pesa imetoka wapi? Ninaona huduma inaendelea tu. Hatukupanga kwamba tutakaa wiki 3 huko. Hatukupanga, Mungu ni shahidi. Ila tulijua tu tutakaa muda mrefu. Sasa muda mrefu ni wiki 1, wiki 2 hatujui. Niliwaambia mimi mwenyewe sijui. Naona wanacheka. Niliwaambia mimi mwenyewe msije mkaniuliza. Tumekuja tutaondoka lini sijui. Maana yake usitumike kimazoea zoea. Usizoe huduma ya kiroho. Haiendi kwa mazoea. Haiendi kimwili. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimepewa kuandika hapa asubuhi ya leo. Kristo wa mwilini na Mkristo wa rohoni. Kuna Mkristo wa mwilini, kuna Mkristo wa rohoni. Mkristo wa mwilini, Mkristo wa mazoea. Ibada ikichelewa dakika 5, hasira imeshawaka. Ameshachukia uko ndani. Mkristo wa kawaida. Mkristo wa mazoea. Wazee wa kanisa wa mazoea. Wanaweza wakawa wabishi juu ya mchungaji. Wanaweza wakapigana na mchungaji. Waimbaji kwaya wa mazoea. Wanaenda kimwili. Watabishana na mwinjilisti. Watakataa maagizo. Mkristo wa mazoea anaabudu mazoea. Hana mabadiliko. Hataki kubadilika. Haongezeki. Yuko pale siku zote. Siku akija kanisani akuta kiti chake kimekaliwa na kasirika. Tafikiri kiti ni cha kwake. Kiti ni cha Yesu. Haleluya. Sio cha kwako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo wa mazoea. Usiwe Mkristo wa mwilini. Uwe Mkristo wa rohoni. Uwe Mkristo wa rohoni. Ona na wapungia mkono hata wapungi. Nishakuwa na Ukristo wa mazoea. Unaangalia tu chini. Uangalia hata madhabahuni. Haleluya. Ninawapenda wote. Na nitawapenda. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Uwe Mkristo wa rohoni. Kwa sababu Mungu ni roho. Waabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya. Ukiabudu kwa roho na kweli, njaa itanyamaza tu. Utaanza kufikiria ng'ombe zangu leo wanapata shida. Kwenye agano la kale mpaka ng'ombe walikuwa wanafunga. Haleluya. Ukristo wa mazoea tuuache. Chukulia Yesu vile alivyo. Amen. Usimchukulie Mkristo mwenzako kawaida. Ukamdharau.
Kama ulimuona alifanya dhambi mwaka jana, enera dua darasa ngokira dali inawezekana mwaka huu ameshabadilika. idumaya gore dalali ni belegenye. Kwa hiyo usimzoee, mera mimoku, usimdharau, mimena, usimchukulie kawaida, mi agerolmo ukashindwa kutembea naye nela igina ria mariye ninye katika safari diario ya lororo kumtumikia Yesu. asia yagina lororo Yesu. Kwa hiyo ujue ya kwamba mera araye lado kuna mabadiliko. ekianke beleke Tunatakiwa tuishi mabadiliko. akeyeuni pe kironi diario ngibeleke. Dunia isitubadilishe, Miginte elo shu belege yo ila neno la Mungu litubadilishe. agente belege yo Roho gorikai Mtakatifu atubadilishe. indi belege yo genge sinari Tukubali kubadilika. emaru kopi belege yo. Haleluya. Amen. Hata kama mtumishi au watumishi hawabadiliki, wewe badilika. Ara nageme belege na laisia ya garasha laisia ya Kila belege na mtu iye atauchukua mzigo wake mwenyewe. La 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 la. La 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 la. Mbele za Mungu siku hiyo inakuja. Pigia Yesu makofi, usipigie kikombe. Togirage ye edini grobi wakto Yesu ngai. Leo tuko hapa tunajifunza, baadaye tunaendelea na mkutano. Ukristo wa mazoea ndio huo. Unataka kupiga makofi afu unapiga kinyonge. Wewe kama unapiga kormo ninane ne hata kama wewe peke yako unapiga makofi kwenye mkutano. Togingai Yesu ngare Yesu. Ukiwa kanisani hata kama utapiga wewe mwenyewe, wewe piga tu. Endini ya wewe sabeyi bini ngirawo tosho Yesu ngai ngare Yesu. Shida ndio hiyo kwamba tunakuwa na Ukristo wa mazoea. Wale na nyamali na negara Christianisho ormo. Wengine wanasema wewe utaniambia nini bwana wewe? Kwanza wewe mwinjili, wewe mtumishi, wewe ni mgeni. Doro le ga kanyora njikidogo wale nyeye rolomone. Umehamishwa hapa na diocese, umeletwa. Aigyagu agene na diocese aigyagu agene. Utahamishwa. Negindushe gaya pa. Utaniacha hapa Na igingwa gere kijingure naria na bawo yake. Sisi ndio waanzilishi wa hapa. Iyoko ilarurwa na kanisa. Kwenye kanisa letu la KKT. Wale kanisa ngegegeti. Nimeona watu wana viburi na jeuri. Aradwa ajogera rungana kwa sababu wanasema wao ndio waanzilishi. Neto njadwa itaru. Yaani wao ndio wa kwanza. Njadwa lalo konya. Kwa hiyo wanajivunia wao ndio waanzilishi. Meregra akora rangala kana. Hakuna uanzilishi. Mechi ngirelino to. Waanzilishi ni Yesu. Wala lairaliwa na Yesu Kristo. Waanzilishi ni Yesu. Wala lairaliwa na Yesu Kristo. Yeye alianzisha. Na ilaliwa bogen. Wakina mtume Paulo watasemaje? Kanyedo la Paulo. Kama leo tutavimba na kujiinua kimabega. Kama mimi ndio wa kwanza. Ado yogori. Usiringe. Melona asia lairika. Nyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Mkono hodari. Naye atakukweza. Naye atakuinua. Naye atakupandisha. Naye atakubariki. Nyenyekea chini ya mkono wa Bwana. Kila wakati na kila saa. Badilika. 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 Hallelujah. Hallelujah. Ukristo wa mazoea au Ukristo wa kawaida hauhitaji mabadiliko ila king'ang'anizi. Wale Christianisho ormo nemeyuwe ngibelegen ageyuwe genya bebonga na bawe beralu abalawa baile nyambaka. King'ang'anizi kibaya. Kuna king'ang'anizi kizuri. Kumng'ang'ania Yesu ni king'ang'anizi kizuri. Ili kung'ang'ania kwa Yesu. Elira renge bongara nembo na sidai ndeli yake siando na ameni mu Yesu na sidai. Lakini kuna wengine wana Ukristo wa king'ang'anizi kwamba yeye alivyoshikilia ndio hivyo hivyo tu. Yaani hata Roho Mtakatifu akimwambia sasa ni wakati mwingine, sasa ni wakati wa kubadilika, sasa ni wakati wa kuchukua hatua mpya, hakubaliani. Ediri kule ga Cristiano lake eronia ke duri aru na Cristiano shenye neme belega nyagara kage erila de nelorbe edogenge ngatina ri belega nyai neme belega nyagara. Iyo lo radio kailo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya watumishi niliokuja nao. Alafu nitaomba utawapigia makofi kwa sababu wamekubaliana na mabadiliko. Tumezoea tukisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda mkoani, tunakaa siku 7 au siku 8, tunarudi Dar es Salaam. Kipindi imekuwa tofauti kabisa. Hakuna aliyenungunika, hakuna aliyelalamika, hakuna aliyesema nimemkumbuka mke wangu. Huo ndio Kristo wa rohoni sasa. Sijawasifia. Hapa kuna watu na wake zao, kuna watu na biashara zao. Hao nao wana wengine hapa wameacha biashara zao. Wengine najua biashara wanazofanya. Nasema wameacha biashara zao. Lakini wako hapa wiki ngapi? Alafu wanasomesha watoto shule. Unauona Ukristo wa rohoni? Jamani, unajua nilikuwa namwambia mtumishi mmoja juzi hapa. Nilikuwa nasema hizi sifa za kumsifia marehemu mimi hata sizielewi, sizipendi. Bora umsifie mtu akiwa hai. Toa sifa nzuri akiwa hai. Akifa amekufa. Anajuana na Mungu wake. Sasa kwa hiyo ninasema ninawasifia kwa sababu nimeona wamekubaliana na mabadiliko ya Roho Mtakatifu. Kwamba mtahubiri all clarity, mtahubiri usharikani Lolera, alafu mtakuja Kijungu. Alafu tunamsikiliza Roho Mungu akisema baada ya Kijungu tunaenda wapi tena? Hallelujah. Hallelujah. Mkristo wa mazoea ni mbaya mno. Na Yesu anasema hatujui siku wala saa atakayorudi. Sasa hasara kubwa na hatari kubwa ya Ukristo wa mazoea, hata ikitokea dalili za ujio wa Kristo, bado atasema tangu Yesu amesema kwamba anarudi miaka 2000. Atasema ni wahubiri waongo tu. Mbona miaka imepita wala arudi? Ziko dalili za Roho. Kubaliana na dalili za Roho. Usio Mkristo wa mazoea. Ukristo wa mazoea, wale wanaandika tena, Ukristo wa mazoea hauna bidii ya kuchukua hatua mpya. Wale Kristiani shormo na mare nywara na dumunya na ruara ya kumtafuta Mungu. Narudia tena. Ukristo wa mazoea hauna bidii ya kuchukua hatua mpya ya kumtafuta Mungu. Wale Kristiani shormo na mare nywara na nyorora engaro enkai. Hallelujah. Nyingine. Mkristo wa mwilini hawezi kuyaona ya rohoni kirahisi na kubadilika. Wale Kristianoi losese nemide maradwa emba etwa enkenyarashwa adwatau nemibelegenya. Bwana Yesu asifiwe. Mkristo wa mwilini hawezi kuyaona ya rohoni kirahisi alafu akabadilika. We urikristiano losese na mede maradwa embaga ya dwaltau ni beleganya. Anakuwa ni mtu mbishi. Egwa rungani age are tangar ngolonge boken. Rungani lijo mayelo. Wewe tupate andiko moja na fili alafu tutamalizia hapo. Dosi ama norole karole yobo pegwa wede bage. Galatia sura ile ya 4. Wagalatia sura ya 4. Galatia marwa eongwan. Wagalatia 4:3 hadi 10. Galatia marwa eongwan
Wagalatia sura ya 4 mstari wa 3 hadi ule wa 10. Galatia madu ongwan tangeria lokonna euni maraba kiroma. Neno la Mungu nasema, kadhalika na sisi tulipokuwa watoto. Eja siyo kitu wala pa eronikera odi. Amen. Umesikia neno hilo? Eroningolorei. Ninaanza tena. Aigilerage. Kadhalika na sisi tulipokuwa watoto, Nija sikiriu iyo wale aba eronikera ingera odi. Tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Neronikera irindiki longe ngera enko. Tulikuwa tukitumikishwa na kawaida za kwanza za dunia. Neronikera irindiki lenko. Kuna kawaida za kwanza za dunia. Eti oromo la dogoya lenko. Kuna kawaida za kwanza za Ukristo. Nedi oromo la dogoya le Christianisho. Yani tangu mtu alipobatizwa au tangu alipopata kipaimara au tangu alipoanza kuingia kanisani. Wale larongani ababere ali abaibari sau bere ha jeng kipaimara ho bere ha jeng kanisa. Hapa anasema tulipokuwa watoto. Nere dore ne woi wala bara ni garangala. Maana si watoto kiumri. Maana ma menkala rembulunoto. Ni watoto kiroho. Nkara enkianyet. Yani walikuwa hawajakuwa kiroho, hawajaongezeka kiroho. Hivyo hapo noli tiarua olosholengi. Anasema walikuwa wanatumikishwa na kawaida za dunia. Eredo erana baga na grasi sholembaga. Kawaida. Atwa oromo wake oromo. Yani Ukristo wa kawaida. Ukristo ile kawaida ke. Maisha ya kawaida. Ekira kasi shori arua embukuno ya kawaida. Yani watumikisha. Nani nzabe graisha ya. Na dunia ina vitu vya kawaida. Era enoko bimbaga ke kawaida. Dunia inataka uwe mtu wa kawaida. Yeu enoko pemera ndokiti ya kawaida. Tunaelewana wa Kristo? Watu wa Mungu, haleluya. Hii dunia ambayo ina shetani nari oreliwa inataka uwe Mkristo wa kawaida. Na hiyo haikulikishana ile. Unachukuliana na dunia. Wakera gedwa bwana. Hatutaki kuchukuliana na dunia. Megi yeuni begi bwana. Tunataka kuchukuliana na Roho Mtakatifu. Chukuliana na Yesu unapotaka. Begi bwana. Chukuliana na Roho Mtakatifu. Begi bwana. Roho Mtakatifu anatakaje? Bora ngenge sinari kanyeyo. Wengine wameshachoka hapo. Ndio bado kwa yara na wana. Beneja. Wengine wameshachoka Ndio wana na wana. Ukristo mazoea. Ole na Christianish ulimo. Mbona sioni tabasamu? Ndio ngenda ndio kwenya. Tabasamu basi. Takwenya la bala. Nataka kulazimisha. Takwenya rage. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Jehova. Usikubali miru kake kuchukuliana na kawaida za dunia. Eki yake eba akolo mahali anako. Hata Ukristo kawaida. Tanya Christianisho. Hata Ukristo mazoea. Tanya Christianisho. Badilika. Imeleganya hiyo. Usiitwe mtoto tena. Mtoki ni aje karai. Kama ni mtoto itwa mtoto wa Yesu. Mtoki jengere kaingere Yesu. Yani uliye imara. Ina na itasho nilisoma juzi na jana. Aisoma ngalo ngomole. Anasema katika Efeso. Adori arambala ya Efeso. Hatimaye wale la page. Silikuwa hodari. Na ikayuni pia Allah pia arwa Yesu. Na katika uweza wa nguvu zake. Baeri silaha zote. Silaha za Mungu. Muweze kushindana siku za uovu ambazo ndio sasa siku ya uovu ndio nyakati tulizo nazo. Hautaki kuwa mtoto kila wakati. Wewe unafurahi mtoto wako akui iko tu miaka 2 kila siku miaka 5 mtoto akui. Wewe una miaka mingapi ya kiroho? Una cheo gani cha kiroho? Nasome katika Efeso anasema tukue na kufika kwenye cheo cha kimo. Tangu umeanza kuja kanisani, tangu umeanza kuimba kwaya. Na mabadiliko ya kiroho. Kule Dar es Salaam na kwingine niliko kuona kuna wanakwaya ni wapiga pombe vibaya sana. Wakitoka kujiandaa tunaenda kwenye mazoezi. Wanaenda tu hapo kuna kilabu ya pombe wanaenda kupiga pombe. Wanyapombe wote njooni hapa. Kwenye hii kwaya njooni hapa wanyapombe. Hawapo.
Wapo. Na Yesu anashuhudia. Wapo. Ishagera Yesu. Na Yesu anaona. Nenda Haleluya. 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 Wakristo wabishi njooni. Woro lolo Cristiano ara tanga. Mnasema mchungaji asiletee ratiba zake hapa. Beragela rani agi yo. Huyu mwinjilisti katoka Dar es Salaam asiletee mambo yake hapa. Njooni hapa mtumu sasa hivi. Ora hendoro, ora ara yana sio. Nani atatoka? Kanga isi anabu. Kristo mazoea. Cristiano shuru moina. Kristo kawaida. Cristiano shuru moina. Kristo rohoni. Wana Cristiano Haoni shida. Nemedale nyamali. Suti nzuri kama nilionayo hivi. Wala nasuri na Haoni shida kukaa. Nemere nyamali. Sema haleluya Jehova Bwana. Nemere si nyamali ni Baba. Ayu Yesu. Agra o Baba. Era yorgito. Era yorgito. Era yoseme. Nisaidie Bwana. Dara rogo bi Baba. Acha na wewe. Ara engore oye. Magoti. Emegeliku. Mbele za Bwana. Endugo ya Papa. Haoni shida. Medole nyamali. Anasujudu mbele za Egira Bwana. sere Baba. Haangalii uzuri. Lemengwarengisha. Acha kuangalia uzuri wako. Tabala midoge ngwarengisha ino. Nasema nguo zangu zitachafuka. Ichafua liparekana leini. Umepiga wanja, umepiga lipstick, umepiga makeup. Nijara. Biblia inasema kujipamba kwenu kujipamba Gereta Biblia wali na gereta bila raini naye. Sipambe rohoni. Injo regeta Sipambe rohoni. Injo bila ili arangenge. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Badilika. Belegana yu. Badilika. Ibelegana yu. Badilika. Ibelegana yu. Badilika. Ibelegana yu. Badilika. Ibelegana yu. Nyenyekea kwa Bwana. Yesu ni mzuri. Olariani. Amusida Yesu. Wewe nimalizie tuingie kwenye maombi kusoma pale. Ndio siya maide bagibe kwa ajenga rongo mano. Kwenye Galatia. Aro na bala yara Galatia. Kwa hiyo nimalizie tuingie kuomba. Ndio maide bagibe kwa ajenga ngoma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Atukuzwe Yesu. Ninaendelea na mstari ule wa 5. Agara lo tena akeli yimi. Wanne. Eungwan. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Kaga wale baba uangarasi dai. Utimilifu wa wakati. Baba uangarasi dai. Ulipowadia. Belo tu. Mabadiliko hapo yalikuja sasa. Ne uange belega nyino rara. Tunasikilizana wapendwa. Nikira ni ngunongera ngai. Nimesimama kusoma kidogo. Tuko mstari wa 4. Aida shage dwe samu na gali. Hata ulipowadia utimilifu wa wakati. Baba uangarasi dai. Mungu alimtuma mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke. Amezaliwa chini ya sheria. Kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria. Ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Tupokea hali ya kuwa, manake haya ni mabadiliko. Tumebadilishwa. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, walebe itum aira dalunchere irara ingere nyana. Mungu alimtuma roho wake, roho wa mwanae mioyoni mwetu. Oinori lenye atwa iraujala. Aliaye Aba. Nebwa ajo Aba. Yani baba. Wanangera loro papa. Kama ni hivyo, nare na kumekule. Wewe si mtumwa tena. Na kumekule ira orindi. Bali mwana. Kage ira engerai. Na kama mwana, nare nira engerai. Basi umrithi kwa Mungu. Ira olajungoni. Sasa enka imagawa. Sikiliza mstari wa 8 tena. Lakini wakati ule kwa kuwa hamkumjua Mungu, mliwatumikia wao ambao kwa asili si miungu. Wale apa miyololo yenda yankai nako erara apa erindiki longaiti neme hongaiti. Bali sasa, hebu tusema bali sasa. Toa tu sauti tena, sema bali sasa. Mkisha kumjua Mungu au zaidi kujulikana na Mungu, kwa nini kuyarejea tena mafundisho ya kwanza yaliyo manyonge, yenye upungufu, ambayo mnataka kuyatumikia tena? Kake amarara eniyololo enkai irayoloiro enkai ashudo irara ewo enkai ayolo ndai kaji erube indokiki arinyokino enkianyara aisinak nemera tebar nashal eji
nekiyawa nayawa indai nindokiki ake ako irindiki lenye. Mnashika siku na miezi. Nirudie tena, upepo umenisumbua hapa. Anasema mstari ule wa 10. Mnashika siku na miezi na nyakati na miaka. Ni arara ngolongi. Nene walapa. Olapa itino nkatiti olarin. Mnashika siku na miezi na miaka. Imbongerara yarara ilarin yarara labarin ongolongi. Amesema lakini sasa. Kaka wale taranchi. Maanake ni wakati mwingine. Ni wakati wa mabadiliko. Lakini sasa ikiwa umemjua Mungu, ikiwa umesikia na Mungu anawajua, Mungu anatujua, ni wakati mwingine wa kugeuka, wa kubadilika, wa kuchukua hatua, wa kuendelea kwa roho, tukae rohoni, tuendelee kwa roho, tuamini kwa roho, tuite wa Kristo, wa Kristo wa roho, sio mwilini. Hallelujah, 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 hallelujah. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Asante sana. La 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 la, nguvu zake kwake Yesu, mama tu nasho chukua na sadaka yako, ndiye mwamba. Sogea mbele, ndio sadaka imebororo bara namo. Sogea mbele, wakristo wote sogea mbele. Ndiye mwamba, njia yangu iwe ndefu. Sogeni mbele. Yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake nionya. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Mtolee Mungu sadaka, tujie kwenye maombi. Kama kuna sadaka ya pili, basi tutapata utaratibu kutoka kwa watumishi. Kama kuna mwenye sadaka ya malimbuko pia anaambiwa aje nayo moja kwa moja. Sadaka ya malimbuko, imba damu yake na sadaka, yote chini yakisha Mwokozi kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama. Yesu ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu sina hofu mbele
Nyosha tu mkono wako juu. Roma yanga nino hamara. Uachilie sauti yako kwa nguvu pamoja na mimi. Nyangwe gorelo linopa wakinde. Ukisema hivi. Idero nchi. Mungu wangu na baba yangu. Katika jina la Yesu. Asante kwa neno lako. Nimesikia neno lako. Bwana Yesu nimesikia. Kweli nimesikia. Hakika ninahitaji. Ninahitaji mabadiliko. Ninahitaji hatua mpya. Ninahitaji mabadiliko. Ninahitaji mabadiliko. Yesu. Paza sauti yako sema Yesu. Naomba neema yako. Naomba nitie nguvu mpya. Nipate hatua mpya ya maisha ya kiroho. Nipate mabadiliko. Mabadiliko ya kiroho. Ninakataa ukristo wa mazoea. Sema nakataa ukristo wa mazoea. Kuanzia leo hii ninajivua kwa jina la Yesu. Ninajivua ukristo wa kawaida. Ukristo wa mazoea ninaukataa. Yesu niondolee. Nisikuchukulie kawaida. Nisizoelee neema. Nichukulie kwa roho sana. Nisaidie Yesu. Nisizoelee neema yako. Nisaidie Bwana. Yesu nakuhitaji. Yesu nakuhitaji. Yesu nakuhitaji. Kwa viwango vingine nataka nikuabudu. Nataka nikuabudu. Nataka nikuabudu. Kwa viwango vingine Yesu nisaidie. Nivute kwako. Gusa Bwana. Weka mkono kwenye moyo wako. Sema gusa moyo wangu. Mwambie gusa moyo wangu. Gusa moyo wangu Yesu. Naomba gusa moyo wangu. Gusa fikira zangu. Gusa mawazo yangu. Sema nahitaji mabadiliko. Nahitaji mabadiliko. Nahitaji mabadiliko. Nahitaji hatua mpya. Yesu nivute. Niguse tena. Niguse tena. Niguse tena. Niguse tena. Siku zote na wakati wote. Nisaidie Bwana. Ninakataa kwenda kwa mazoea, kwa tabia za dunia. Leo nakataa. Ninajivua kwa jina la Yesu. Toka ndani yangu ewe roho ya mazoea. Toka ndani yangu ukristo wa kawaida. Ukristo wa mazoea. Toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Toka ndani yangu. Achia moyo. Achia fikra. Achia akili. Achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Toeka kabisa. Achia. Roho Mtakatifu nijaze tena. Viwango vingine. Viwango vingine. Viwango vingine. Kwa jina la Yesu. Tumalizie kwa kuuliza hivi. Nani anataka? Kuna kitu unasikia ndani yako na unatamani. Uweke mkono hapa. Nahitaji kuokoka. Nahitaji, kuna kitu cha zaidi unakihitaji, unakisikia kwa ndani kuwaka moto. Kimbilia mbele. Fanya haraka ili tuokoe muda, alafu tuendelee na mkutano wa baadaye sasa. Sogea tu usiogope. Hatua. Moja zaidi. Mwokozi nipe hatua. Hatua mama. Hatua imba kwa kumaanisha maisha. Yesu akuvute. Yesu akuvute hatua moja zaidi mama. Yesu akuvute hatua moja zaidi. Yesu mvute huyu. Yesu mvute huyu. Yesu mvute huyu. Yesu mvute.
Yesu mvute, Yesu mvute, Yesu mvute kwako, Yesu mvute kwako. Hatua moja zaidi, ona machozi yake, ona machozi yake, ona machozi yake, ona moyo wake. Hatua moja zaidi, Yesu mvute, ninataka hatua moja zaidi, sema tena hatua. Yesu mvute kwako, nataka hatua, Yesu tunataka hatua, kwenye uchumi, kwenye kazi. Yesu mvute kwako, hatua, hatua Bwana, ninataka hatua kwenye Ukristo wangu Bwana, ninataka hatua moja, wewe Mwokozi, nisibaki nilivyokuja. Muombe tena hatua, Bwana ninataka hatua, sitaki kubaki nilivyo Bwana, nataka hatua moja, wewe Mwokozi, nilifikiri tuliposema hivyo watu wote wakikimbilia hapa mbele, kwa sababu mkukimbilia wamekimbilia wawili. Mungu ametenda mambo makuu mbele yao. Sasa mimi nataka hatua moja zaidi. Baba mchungaji, niombee asije mtu mwingine, nafasi imeisha. Baba mchungaji, niombee, mimi nataka hatua moja zaidi, kihuduma, kiinjilisti, niombee kabisa. Basi tuombe. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, sante Mungu mwaminifu kwa ajili ya mafunuo na maono yatokayo kwako. Sante kwa ajili ya mtumishi wako ambaye Bwana anahitaji hatua mbele zaidi. Ninakusihi Mungu wa mbingu na nchi, nyosha mkono wako wenye nguvu na mamlaka, kausike juu ya watoto wako wa kike na wa kiume. Wape nguvu mpya Bwana, wape hatua zaidi katikati ya maisha ya utumishi shambani mwako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ukawafunike katika wingu lako, usiwaache wala usimwache mtumishi wako. Pe nguvu zako Bwana, pe na neema ya kuendelea kusonga mbele zaidi, kwa ajili ya utukufu wa jina lako takatifu tunaomba. Amen.